1-0. Huu ndio mpango wa kitaifa kukabiliana na dharura zitokanazo na chakula kisicho salama. Leo tarehe 9 tulikuwa tunaadhimisha kama nchi, lakini ni sehemu ya maadhimisho ya dunia ya usalama wa chakula. Na sisi tumefanya leo tarehe 9, ingawaje siku kamili ni tarehe 7. Sasa kwa sababu tarehe 7 ilikuwa imeangukia kwenye siku zisizo za kazi za weekend, ndio maana leo Tanzania tumefanya tarehe 9 mwezi Juni, ikiwa ni siku ya usalama wa chakula au chakula salama. Lengo la siku hii moja ni kuendelea kuimarisha afya za wananchi. Tunaposema chakula salama, maana yake tunalenga usalama wa afya za Watanzania, lakini zaidi tunataka wadau wote wajue kwenye mnyororo wa thamani wa chakula, kutoka mbegu, shamba mpaka mlaji wa mwisho kwa maana mezani, namna gani anatayarisha chakula salama. Sasa sote tunajua moja changamoto tulizokuwa nazo Tanzania si uhaba wa chakula, ila ni namna gani tunahakikisha chakula hicho ni salama. Tumekuwa tunazalisha chakula kingi na kuwauzia hata majirani, na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuliona hilo aliweka ruzuku kubwa kwenye sekta ya kilimo kwa kuongeza fedha nyingi ili tuweze kuwa na tija katika uzalishaji wa chakula. Sasa hatua inayofuata sasa ni kuwa na chakula salama, na ndio maana sisi kupitia shirika la viwango Tanzania TBS, ambao sasa ndio hasa wadau namba 1 pamoja na wadau wengine tunaosimamia ubora wa bidhaa zote au mazao yote yanayozalishwa ikiwemo chakula, kuhakikisha kwamba tunaadhimisha siku hii na kupeleka ujumbe kwa jamii ya Watanzania na wadau wote kwamba kila mmoja katika nafasi yake ana wajibu wa kuhakikisha anakuwa anatayarisha, anakula au kusambaza chakula salama. Tuko pamoja na wananchi wote wa Tanzania na dunia pia katika kuhakikisha kwamba chakula kinachopatikana Tanzania ni cha usalama na cha ubora ambao unafaa kutumika kwa binadamu. Na kauli mbiu ya mwaka huu inasema chakula salama, sayansi kwa vitendo, kwa maana kwa Kiingereza Food Safety Science in Action. Umuhimu wake unaelezea umuhimu wa kuunganisha sayansi katika kuhakikisha chakula kinachopatikana, chakula kinakuwa ni salama. Na kauli mbiu hii huwa inaandaliwa na Shirika la Afya Duniani kwa kushirikiana na Shirika la Chakula Duniani, kwa maana FAO, WHO, kwa maana dunia nzima tunakuwa tunaadhimisha siku hii kwa kuzingatia kauli mbiu moja. Lakini sambamba na hilo, siku ya leo kama TBS tumezindua mpango wa usimamizi pale ambapo inatokea dharura ya kitaifa, kwa maana chakula kinapokuwa sio salama. Kwa Kiingereza unaitwa National Food Safety Emergency Response Plan, na lengo kuu ni kuandaa mpango kazi na mkakati pale inapotokea dharura ya kitaifa, uwepo wa chakula ambacho sio salama. Tunajiratibuje kama nchi, tunajicoordinate vipi kama nchi ili kuhakikisha janga lile linashughulikiwa kwa wakati. Basi siku ya leo pia tumepata nafasi ya kuzindua mpango huu, na mpango huu umeandaliwa kwa kushirikisha wadau wote. Tunafahamu mnyororo wa thamani wa chakula ni mrefu. Tumeshirikisha wadau wote, hususan Wizara ya Afya, Wizara ya Viwanda na Biashara kama Wizara Mama, Wizara ya Serikali za Mitaa TAMISEMI, na wadau wengine wote, Wizara ya Kilimo, Wizara ya Mifugo na Uvuvi, wote walishirikishwa katika uandaaji wa mpango huu. Tunapenda kuchukua nafasi hii kuwapongeza na kuwashukuru sana TBS. Wamekuwa ni taasisi ambayo imekuwa karibu sana na Shirikisho la Viwanda Tanzania katika kufanikisha mambo yote yanayohusiana na usalama wa chakula na ubora. Tunaposherehekea siku hii, tuimarishe dhamira yetu ya kuzalisha bidhaa salama za chakula zenye ubora wa hali ya juu zinazoimarisha uchumi wa Tanzania na kusaidia uendelevu na kuinua viwanda vyetu katika masoko ya kimataifa.